Serikali imewekeza uzalishaji wa hewa tiba hapa Mafinga na imewekeza uzalishaji wa hewa tiba katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kwa sasa hewa tiba inapatikana hapa mkoa wa Iringa, hatuwezi tena kupata msaada kupitia mkoa mwingine. DMO, karibu kwa ajili ya kuwasilisha taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umetekelezwa kuanzia Novemba 2024 na kukamilika Mei 2025 ukiwa na awamu 3 za utekelezaji. Awamu ya kwanza ni ujenzi wa jengo, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, awamu ya pili ni usimikaji wa mtambo wa kuzalisha hewa tiba, na awamu ya tatu ni kutoa mafunzo kwa watoa huduma na uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtambo huu wa hewa tiba kwa wastani una uwezo wa kuzalisha mitungi 60 yenye ujazo wa mili 100 kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa kwa kiasi cha shilingi bilioni 1,781,750,519 na senti 23 ambazo ni fedha kutoka serikali kuu kwa maana ya Global Fund, ikiwa ni gharama za ujenzi pamoja na usimikaji wa mashine ya kuzalishia hewa tiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu wa mtambo wa kuzalisha hewa tiba ni nguzo kuu inayounganisha na kuongeza ufanisi wa huduma zingine katika hospitali yetu ya mji wa Mafinga, ikiwemo kwanza kupunguza utegemezi wa ununuzi wa mitungi ya oksijeni kutoka nje, ambapo kabla ya mtambo huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama ya ununuzi wa mitungi ya hewa tiba ilikuwa wastani wa shilingi milioni 9, na hivyo kwa sasa gharama ni milioni 4, kwa hiyo kukiwa na tofauti ya milioni 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, faida nyingine ni kuboresha huduma za dharura, kwa maana kwamba tuna jengo pale la dharura EMD. Namba 3, kuhudumia wagonjwa moja kwa moja katika jengo letu lile pale la ICU, lakini pia kuwezesha utoaji bora wa huduma katika majengo ya wodi daraja la kwanza, wodi ya watoto wachanga pamoja na matenti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtambo huu umewezesha usambazaji wa hewa tiba vituo vingine vya kutolea huduma za afya nje ya halmashauri yetu hii ya mji, ambavyo ni hospitali ya halmashauri ya Mufindi, hospitali ya rufaa Ipamba, hospitali ya manispaa ya Iringa, Frelimo na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Mwenyekiti, faida nyingine ni kuongeza ufanisi wa udhibiti wa magonjwa ya mlipuko katika eneo letu la mji wa Mafinga, na mwisho ni kuongeza mapato ya hospitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakutembeza huko ndani, mtaalamu wetu wa vifaa tiba aweze kutupitisha katika mitambo yetu hii. Karibu mtaalamu. Hapa tulipo ndio eneo la uzalishaji wa hewa tiba, na hii iliyopo mbele yetu ndio mitambo ya uzalishaji wa hewa tiba ambayo inatumia teknolojia ya pressure swing adsorption. Kwa hiyo process nzima inafanyika kwenye hizi generator. Product tank yetu ile pale napita kwenye hiyo pipe kwenda kwenye eneo la matumizi, ambayo eneo la kwanza la matumizi ni hilo eneo la ujazaji, eneo la pili ni huko maodini. Hapa ndio tunapojazia oksijeni yetu kwenye hii mitungi hapa. Kwa baada ya kusha kuijaza hapa, tunaenda kuhifadhi, iko chumba kinachofuata hapo. Hiki ndio chumba chetu cha kuhifadhi. Sasa tungetamani tupate nafasi ya kusikiliza ushauri wako, maoni yako na maelekezo ya jumla ya kamati ya siasa kuhusiana na mradi huu wa kimkakati ambao unatekelezwa katika halmashauri yetu ya Mafinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu. Mafinga hoye! Dr. Samia hoye! Ng'ara CCM ng'ara! Ndugu zangu, kwa ufupi kabisa, kwa niaba ya kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya mkoa wa Iringa, tumeangalia mradi huu wa kimkakati. Mradi huu ni mzuri. Kwa maelezo tuliopewa ni kwamba awali, kabla mradi huu haujaanzishwa, kwanza gharama zilikuwa ni kubwa, lakini pia namna ya kuwahudumia wagonjwa wale wa dharura kidogo ilikuwa ni changamoto. Lakini tangu mradi huu ulipoanzishwa, kwanza umeleta unafuu kwa maana ya gharama zimepungua sana, lakini pia hata dharura ikitokea tunawasaidia na wenzetu, kama vile taarifa inasema hospitali ya wilaya ya Mufindi, lakini Ipamba na hata hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Kwa ujumla mradi huu ni mzuri, mradi ambao umeleta nafuu kuwahudumia wagonjwa kwanza kwenye kituo chetu hiki cha hospitali hii ya Mafinga, lakini na majirani zetu kama taarifa ilivyosema. Kwa niaba ya kamati ya siasa tunaipongeza serikali ya CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu mzuri ulioleta nafuu kwa ajili ya matibabu, lakini pia umerahisisha gharama za matibabu. Tunawapongeza wote waliohusika kufanikisha jambo hili. Makofi hayatoshi, tunawapongeza wote waliofanikisha jambo hili, na kupitia kwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakupongeza na serikali kwa ujumla. Jambo hili ni jema, tuendelee kuulinda mradi huu na kuhakikisha kwamba malengo yaliyokusudiwa kupitia mradi huu yanatekelezwa na yanatimia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu atubariki sisi sote.